warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wassalatu wassalamu ala rasulil a'zam Muhammad ibn Abdillah wa alihi al-athhar wa sahabatihi al-ghuril mayamin wa tabi'ina bi ihsani ila yaumil qiyamah. Ndugu zangu Waislamu tuliojaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kuleta nia kuhudhuria katika msikiti huu wa Sahibu Zaman, lakini pia na wale Waislamu wenzetu wanaotusikiliza nje ya msikiti na wale wasiokuwa Waislamu, Wakristo kwa wapagani, kwani ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kwa watu wote, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an, wama arsalnaka illa kafatan linnas, hatukukutuma wewe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam isipokuwa ukaeneze ujumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa watu wote, mataifa yote, makabila yote, dunia yote kwa ujumla. Inatakiwa dunia isikilize ujumbe kutoka kwa mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na ukiacha kutii kusikiliza ujumbe kutoka kwa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, wewe utaitwa ni mkaidi, kwa sababu umekaidi amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zanguni, awali ya yote ni usie kwanza nafsi yangu na kuzihusia nafsi zenu kunako zoezi la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kumcha Mungu kuna tafsiri kubwa, lakini kwa muhtasari ni kwamba uhakikishe yale aliyokuamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unatekeleza kwa 100%, na yale ambayo aliyokukataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unayawacha kwa 100%. Unuie hivyo 100%, ili hata kama kuna mapungufu yatatokea kidogo, basi 100% zisije zikashuka, ili uweze kufaulu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu tunaporejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kunakuwa na milango miwili tu, mlango wa peponi na mlango wa motoni. Wale ambao watakaofaulu wao watakwenda katika mlango wa peponi na wanakwenda kuishi maisha mazuri, maisha ya milele. Lakini wale watakaofeli, ina maana kwamba katika haya maisha duniani watafunguliwa mlango wa motoni na wanakwenda kupata mateso na maangamio. Kwa hiyo ni vizuri huu hai wetu tulionao tuutumie vema kabisa, tusije tukakosea, tusije tukafeli. Ndugu zanguni, siku ya Ijumaa ni siku ambayo tukufu, lakini vile vile imekutana na mwezi ambao ni mtukufu, mwezi wa Dhulhijja. Lakini Ijumaa hii tena imekutana na masiku matukufu, masiku ya Ghadir Khum, kutawazwa kwa Imamu Ali alayhi salam kuwa khalifa wa kwanza baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hongera sana mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Hongera sana ahlul baiti rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Lakini hongera tena kwa wale ambao waliomfuata na kukubali utawala wa Imamu Ali alayhi salam baada ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam.
Mtume anasema khairu yawm tala'at alayhi shams, siku bora ambayo inachomozewa na jua, yaumul jumaa, ni siku ya Ijumaa. Anasema fihi khulqa Adam, katika Ijumaa, siku ya Ijumaa ndiyo aliumbwa Nabii Adamu alayhi salam, katika siku hii ya Ijumaa. Lakini wafihi udkhila aljanna, na katika siku ya Ijumaa ndiyo Adamu aliingizwa katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wafihi ukhrija minha, lakini inazungumzwa tena kwamba siku ya Ijumaa ndiyo siku tena alipotolewa ndani ya pepo baada ya kuchezewa na shetani. Lakini Mtume anasema la taqumu saa illa fi yaumil jumaa, hakitosimama kiyama isipokuwa ikitasimama siku ya Ijumaa. Kwa hiyo siku yetu tena hii ni siku ambayo ina utukufu. Ndugu zanguni, ni kweli wanadamu wanapenda sana maisha ya duniani kuliko maisha ya akhera. Yaani mtu unapomwambia habari za dini huwa haelewi wala hana pupa, anaona kama unampotezea wakati wake wa maisha yake ya duniani kuyatafuta. Ni kweli tunayapenda maisha ya dunia haya, na haujazuiliwa kuyatafuta maisha ya duniani, kwa sababu Mtume anasema yatafute maisha ya duniani kama mtu ambaye anaoishi milele, lakini vile vile itafute radhi ya Allah. Tafuta radhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ufanye ibada kwa wingi kama mtu ambaye anayekufa kesho. Aiangalieni Qur'ani, Mungu anasemaje? Ya ayyuhalladhina amanu taqullah waltanzur nafsu ma qaddamat alghad, kwamba enyi mlioamini muogopeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maana ya kumwogopa Mungu ni kuhakikisha kwamba wewe kwanza umedumisha amani, lakini upendo, lakini mshikamano na umoja. Hii ni moja katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kumcha Mungu kama jinsi nilivyozungumza, Mungu asije akakukosa kwa yale ambayo aliyokuamrisha na asije akakukuta kwa yale ambayo aliyokataza. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah waltanzur nafsu ma qaddamat alghad. Alafu nafsi yako uichunguze kwa makini, iangalie vizuri, iangalie nafsi yako imetanguliza nini mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu hakuna maisha utakayokwenda kuyakuta baada ya uhai huu ni yale maisha uliyoyatengeneza mwenyewe hapa duniani. Umetanguliza nini? Umemsikia nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuamrisha nini? Yale matendo yako mazuri na kuacha mabaya ndiyo maisha yako mazuri kule. Lakini kama ulitengeneza mabaya katika dunia hii, hukutengeneza wema, hakuna mwingine atakaye kutengenezea wema hapa duniani isipokuwa wewe tayari utakuwa umefeli. Mungu ametaja kwamba ma qadamatil ghad, iangalie nafsi kwamba imenani kwa ajili ya nani, ya uhai wa kesho, kwa maana kwamba kumbe akhera haiko mbali, akhera iko karibu zaidi. Ndugu zanguni, siku ya Ghadir Khum ni siku muhimu sana. Historia kwa ufupi ni kwamba Ghadir Khum ni mahala ambapo baina ya Maka na Madina, hapa katikati hapa kwenye njia panda panaitwa ni Ghadir Khum, na kwa bahati nzuri mpaka hivi leo watu bado wanapaelewa vizuri sana. Ilikuwa hijjatul wada, hija ya mwisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ilikuwa mwaka wangapi? Mwaka wa 10 hijiria. Tarehe ngapi? Tarehe 18 mwezi wa mfungo 3 Dhulhijja. Wamemaliza ibada ya hija, ikaitwa hijjatul wada. Kwa nini imeitwa hijjatul wada? Ni kwa sababu ndiyo hija ya mwisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Hakuhiji tena baada ya hapo.
Alipofika katika eneo hili la Ghadir Khum, ndugu zanguni, akashukiwa na malaika Jibril alayhi salam, na baadhi ya masahaba walikuwa tayari wako wanasambaa, wengine wanakwenda katika vinjia panda vile, wanakwenda majumbani kwao, wenye kwenda Sham, wenye kwenda wapi, wenye kwenda Misri, wenye kwenda Madina. Tena Ghadir Khum sehemu ile, basi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama anaamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kupitia Jibril kwamba awakusanye watu tena. Ilitengenezwa memba, wanasema watu wa historia kwamba ni kwa kupitia vile ngozi vile vya ngamia ikatengenezeka ile memba. Alafu Bilali akatoa tena adhana kuwaita watu tena kwa mara nyingine. Baada ya kuwaita watu, Jibril alayhi salam akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallama, ya ayuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama balaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas inna allaha la yahdi alqauma alkafirin. Aya hii inapatikana katika surati al-Maida, aya nambari 67 kama sikukosea, ndio inapatikana aya hii kwamba ewe mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fikisha ujumbe huu, baligh ma unzila ilayka min rabbik, fikisha ujumbe kutoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa illam taf'al, kama hukutenda, kama hukufikisha ujumbe huu, fama balaghta risalatahu, kwa maana kwamba ujumbe wote uliofikisha awali utakuwa ni kazi bure. Kwa hiyo ina maana kwamba Mungu anaendelea kusema kwamba wallahu ya'simuka minan nas, Mungu atakuokoa kutokana na watu, kwa sababu kuna watu watapinga ujumbe huu, watakufanyia husda, watakufanyia vitimbi katika ujumbe huu. Inna Allaha la yahdi alqauma alkafirin, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawaongozi makafiri. Baada ya ujumbe huu Mtume alitekeleza, akamwita Imamu Ali, akampandisha juu ya kwenye membari ile jukwani. Alipompandisha pale jukwani, akawaambia Waislamu wote ambao tayari wamerudishwa zaidi ya 100,000 na kidogo, wamerudishwa, kuntu maulahu fahadha aliyu maulahu allahumma walli man wallahu wa addi man adahu, kwa maana kwamba anayetambua Muislamu yoyote kwamba mimi mtume ni kiongozi wake, aelewe ya kwamba Imamu Ali sasa atakuwa ni kiongozi wake baada yangu mimi. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtukuze, mtawalishe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakaye mtawalisha Imamu Ali, na umfanye adui atakaye mkataa na kumbeza Imamu Ali, atakaye mfanya adui Imamu Ali. Mtume akayamaliza hayo, lakini alitokea sahaba mmoja alichukia sana, alikuwa anaitwa Harithu bin Nu'man al-Fihli. Huyu Harithu bin Nu'man al-Fihli naye alikuwa ametoka hija, ni sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Akamwambia Mtume, mbona unatuletea viroja hivi? Haya mambo unayoyazungumza wewe yametoka kwa Mungu au ni ya kutoka kwako? Sahaba alikwenda mbali zaidi, akasema kama ni ya kutoka kwa Mungu haya mambo, aidha ni ya kutoka kwako, basi namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anishushie mimi adhabu yoyote, bora nife kabisa kulikoni kuwa katika hali hii kwamba baada yako wewe anachukua Imamu Ali, kinachukua kizazi chako, wengine hawana nafasi. Kumbe ameshindwa kuelewa yule sahaba ya kwamba Mungu anasema wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha, kwamba mtume hazungumzi kwa lake isipokuwa ni wahi kutoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi adhabu ilitoka kweli mbinguni. Wafasiri wanasema kwamba watu wa historia, ilitoka jiwe kutoka mbinguni likampiga kichwani na likatokeza katika sehemu zake za haja kubwa. Harithu bin Nu'man akawa amefariki kwa sababu ya ukaidi. Kwa nini mtume anamchagua kiongozi huyu? Ina maana kwa kiongozi huyu anatufundisha mambo mengi. Hata kama wewe ni kiongozi wa siasa, kiongozi wa serikali, kiongozi wa mtaa, kiongozi ambaye umebeba majukumu ya uongozi, unatakiwa kwamba uhamasishe amani.
kwanza amani, lakini pia uhakikishe kwamba huwagawi watu wote wanakuwa kitu kimoja, wanakuwa na mshikamano, alafu wanakuwa na upendo. Mkiwa na taifa la namna hii na viongozi wa namna hii, ina maana kwamba hata taifa hili sasa linakoelekea litaelekea sehemu ya maendeleo. Kwa hiyo kwa kupitia nafasi hii ya Imamu Ali tujifundishe kwamba tuepukane na viongozi wa kisiasa ambao wanawagawa watu na kuhamasisha fujo na uvunjifu wa amani, na tushikamane na viongozi ambao wanafundisha na kuhamasisha amani, upendo, utulivu na mshikamano katika Uislamu wetu, katika dini yetu, aidha katika nchi yetu au katika eneo lolote lile unaokaa, katika mtaa wako, katika mkoa wako, wilaya yako au kata yako, kwa maana kwamba haya ni mambo ambayo ya kuzingatia zaidi, kwa sababu ni imamu ambaye aliyoaminiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba atayasimamia vyema mambo haya. Na naomba vile vile viongozi wa serikali, viongozi wa vyama wenye majukumu mbalimbali ya kusimamia jamii wafate mwenendo huu, kuhakikisha kwamba nchi yetu inakuwa ni nchi ya amani, nchi ya mshikamano, nchi ya umoja, taifa ambalo lenye usikivu, sio watu wake wanakuwa ni watu wa fujo, watu wa ghasia. Tukiwa ni watu wa fujo na ghasia, hakuna mtu yoyote ambaye atachukua jembe kwenda shambani, kwa sababu nchi yetu itakuwa na fujo. Kukiwa na fujo, hata wale wagonjwa ambao mnawaona hospitalini hawatopata madaktari, kwa sababu daktari hawezi kwenda kazini wakati kuna fujo. Lakini vile vile hata yule anayepeleka chakula cha mgonjwa hospitalini hawezi kwenda kupata fursa tena ya kupeleka chakula cha mgonjwa hospitalini. Lakini bado hata hivyo na ni shule zetu ambazo mnaziona watoto wanasoma, kuna wengine wako nursery school, wengine primary school, wengine wako secondary school, wengine wako vyuo, hawato masomo yatasimama. Niambieni kwamba je, kuna haki kama elimu? Je, kuna haki kama kuhudumia wagonjwa? Je, kuna haki kama mwanadamu asiende kazini? Hizi ni haki ambazo very important, ni haki muhimu mno kulikoni haki ambazo mnazozijua nyie. Kwa hiyo tunapokuwa na madai yetu kwa kupitia mafundisho haya ya Imamu Ali, tunatakiwa twende nayo taratibu kudai haki zetu, taratibu kwa hekima na busara, kama Mwenyezi Mungu anavyosema, waman utiya alhikma faqad utiya khairan kathira, aliopewa hekima kapewa khairi nyingi. Kwa hiyo Waislamu, Wakristo, wapagani, tunapokuwa katika nchi zetu, tunapokuwa katika dunia yetu, tunatakiwa tuzingatie mfano wa Imamu Ali kwamba alikuwa na uongozi bora baada ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. A'udhu billahi minash shaitani. Imamu Ali alayhi salam baada ya kutawazwa na maswahaba, baadhi ya maswahaba radhiallahu anhum, mfano alikwenda Abu Bakar radhiallahu anhu, akaenda kumwambia na kumshika mkono, bakhin ya Ali ibn Abi Talib, asbahata maulaya wa maula kullu mu'min wa mu'mina, kwamba hongera ewe Ali mtoto wa Abi Talib, toka leo hii umekuwa ni kiongozi wangu mimi na kiongozi wa kila mwaminio wa kiume na mwaminio wa kike. Lakini maneno haya aliyazungumza tena sahaba mwingine Umar ibn al-Khattab, akazungumza maneno ya mfano wa Abu Bakar. Haya ndiyo maneno walioyazungumza kumpongeza Imamu Ali kwamba ni khalifa wa kwanza baada ya mtume, ni kiongozi bora, ni kiongozi ambaye atasimamia majukumu baada ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini aya nyingine, baada ya kuyatimiza hayo, maswahaba hapo walilia na kulia kabisa, wakaona kweli mtume sasa anarejea mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Iliposhuka nyingine kwamba al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati
wa raditu lakum al-islam dina, kwamba leo nimekukamilishieni dini yenu, alafu Allah subhanahu wa ta'ala ameridhia Uislamu huu kwetu, lakini neema ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tayari imeshatimia kwetu, tumeridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ni baada ya kutangazwa Imamu Ali kwamba hakuna tena maisha ya mtume, bali maisha ya mtume yamekomea hapo, na ataendelea kushika majukumu aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, Imamu Ali alayhi salam. Lakini vile vile huwezi kusimamia majukumu haya mazito ya dini kama huna elimu. Imamu Ali alitangazwa mapema na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama kwamba ana madinatul ilmu wa aliyu babuha, kwamba mimi ni mji wa elimu na Ali ndiyo mlango wake. Na ndiyo maana Imamu Ali, Yahudi mmoja alimuuliza swali zito, mimi na wewe tusingeliweza swali hilo. Aliambia, wewe Imamu Ali umesema kwamba saluni qabla an tafkiduni hahuna ilmun jama, kwamba niulizeni kabla hamjanikosa, hapa ndipo kwenye elimu yote ya dini. Kwa maana kwamba hakuna jambo lolote ambalo mtaniuliza mimi alafu nikashindwa kulijua, bali mkabaki mnajuta kwamba angekuwepo mtume jambo hili angelijibu. Hapana, elimu iko vizuri, niko kamili gado kabisa. Basi Mayahudi wakaona wamuulize swali ambalo ni zito sana. Akaambia, Imamu Ali, wewe umesema, nasema katika Qur'ani kwamba inna Allaha ala kulli shay'in qadir, kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni muweza wa kila jambo, juu ya kila jambo Mwenyezi Mungu ni muweza. Haya, namuomba mwambie Mola wako, Mungu wako, aichukue dunia hii yote alafu aiweke kwenye yai, mimi na wewe. Hapo ingekuwa ni mtihani mzito sana. Imamu Ali jambo hili haikuchukua hata dakika 5 kutafakari, lilitoka haraka sana, tit for tat. Akaambia kwamba na wewe mwambie, na wewe sasa nenda nje ya dunia. Ukishakwenda nje ya dunia ndio ushuhudie ni namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaichukua dunia, anaingiza ndani ya nini? Ndani ya yai. Kwa sababu ukiwemo ndani ya dunia, ukiwa unaingia ndani ya dunia, ndani ya yai, huwezi kujitambua kwamba nimeshakuwa ndani ya yai, kwamba nenda sasa nje. Myahudi akashikwa na butwa, akasema, kweli wewe ni alim, kweli wewe ni khalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Muhammad wa ali Muhammad. Lakini hadithi nyingine, an Sulaimani al-Farisi qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, a'lam ummati ba'di Ali ibn Abi Talib, kwamba mtu ambaye ana elimu zaidi katika umati wangu baada yangu mimi ni Imamu Ali alayhi salam. Na kwa uzuri madhehebu zote zinakubali kwamba Imamu Ali ndiyo mwenye elimu kulikoni maswahaba wengine wote. Kwa hiyo ni vizuri ujumbe wangu huu ambao nauzungumza kwamba Waislamu wote tuhakikishe kwamba tunamfuata Imamu Ali na kumkubali kwamba ndio khalifa wa kwanza. Lakini baada ya Imamu Ali tumfuate Imam Hassan, baada ya Imam Hassan Imam Hussein, na wengine Ali Zainul Abidin, Muhammad al-Baqir, Jafar Sadiq, mpaka Imam Mahdi. Hawa ndio makhalifa 12 walioteuliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambapo wewe huwezi kuingia katika pepo mpaka utaulizwa kwamba je, uliwatawalisha hawa au uliwatawalisha watu wengine? Na kama utakuwa umewatawalisha watu wengine sio hawa, utakuwa umetenda bid'a, uzushi, na kullu bid'a dhalala wa kullu dhalala fi nar. Ina maana kwamba utakuwa umeleta uzushi, na kila uzushi ni jambo baya kabisa, na matokeo ya uzushi ni kuingia katika moto wa Jahannam. Kwa hiyo wale watu ambao wanazungumza habari za bid'a wachunge sana hili jambo. Nazungumza kwa umakini na sauti hii inafika mbinguni, ni kwamba kama hawakuwakubali Ahlul Bait,
watakuwa wamefanya bida, na kama wamefanya bida na wakafanya makusudi kabisa kuacha Ahlulbeiti, wataingia katika moto wa Jahannam. Waislamu wote waliotamka la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, ni lazima tuwakubali makhalifa hawa, kwa sababu ni makhalifa ambao wameteuliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mungu anasema in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, kama mnampenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tumfuate nani? Mtume. Kauli zake, vitendo vyake, maamrisho yake. Maamrisho ya mtume yanatoka kwa Mungu na ametuachia Ahlul Baiti ndiyo tuwafuate baada yake yeye. Inni tariku fikum thaqalain kitab Allah wa itrati Ahlul Baiti, mimi nakuachieni vitu vingapi? Viwili, Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Ahlul Baiti. Intamasaktum bihima lan tadhillu ba'di abada, kama mtashikamana na vizito hivi viwili hamtopotea baada yangu milele. Kwa hiyo inshallah tushikamane na Ahlulbeiti, inshallah tushikamane na amani na upendo kwa watu wote, na kwa wale wenzetu ambao hawana dini, uhakikishe unaishi na familia yako vizuri, na wale ambao siokuwa na dini uishi nao vizuri, na Watanzania wenzako na walimwengu wenzako hakikisha unaishi nao kwa upendo na amani na utulivu wa hali ya juu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli wa sallim ala amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib. Allahumma salli wa sallim ala al-imam al-Hasan ibn Ali. Allahumma salli wa sallim ala sayyid ash-shuhada fi Karbala al-imam al-Husayn. وعلي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي رضا محمد تقي وعلي نقي وحسن العسكري وإمامنا صاحب زمان المهدي جل الله فرجا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واغفر جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وأقيم الصلاة.